Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim ametoa agizo la kuzifuta posho za vitafunwa na zile ambazo haziko kwa mujibu wa sheria. Badala yake amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kuhakikisha kuwa fedha hizo zinapelekwa katika shughuli za maendeleo ya wananchi. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa pia ametangaza kuziondoa fedha za maendeleo kwa madiwani walizokuwa wakizipata moja kwa moja toka katika makusanyo ya halmashauri. Badala yake ameagiza fedha hizo ziwe zinasimamiwa na halmashauri husika. Kujua kile alichokisema alipokuwa katika ziara yake katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, tafadhali sikiliza. Kuna bites and allowances, na hizi wanapewa waheshimiwa tu. Sasa mkusanyaji huko wa chini kwenye bites, hata yanasikia tu huko ndani watu wanatafuna tu. Amekusanya lakini hana access na hizo bites. Na mimi najua hamtaweza kuandaa utaratibu wa bites ya watumishi wote wa halmashauri. Hamwezi. Badala yake hizi fedha kuanzia sasa zisitumike kwa utaratibu huo. Ziko halmashauri zitaweza kwa mapato yake, kwa nature ya sources za pato la ndani, haona bites. Nyie mna bites jirani. Hapo sasa ni double standard. Hatuwezi kuzifanya halmashauri zikaishi kwa double standard. Kwa hiyo fedha za maendeleo na hizi bites tutazirudisha kwa halmashauri kwa za maendeleo. Na kwa kuwa mlishapanga mnataka maendeleo, nyie semeni tu kule kata nataka ufanye nini, ili sasa mkurugenzi asimamie na mkuu wa idara waende wakasimamie na mheshimiwa diwani uje kusimamia utekelezaji, ili usiingie kwenye makusanyo ya fedha na wewe unasimamia kutoa hela. Hutaweza kujibu hoja za ukaguzi, utafungwa, na hukumu ikifika ya kufunga unapoteza na udiwani. Serikali inakupenda kweli uendelee kuwa diwani. Kwa mfano Ilala kwa mwezi au kwa mwaka wanakusanya milioni 487 na laki 4 kwa ajili ya bites na fedha za kuchochea maendeleo kwa diwani. Temeke shilingi laki 5 kwa mwezi, mara mwaka ni laki 1 milioni 186 kwa ajili ya kuchochea maendeleo kwa madiwani. Kigamboni kuchochea maendeleo ya kata kwa madiwani ni kama vile Temeke, laki 5 kwa madiwani. Mko 9 Si mko 9? Ndio, takwimu mimi ninazo, nimekuja nazo. Mara mwaka shilingi milioni 54. Ubungo ni shilingi milioni 55 kwa mwaka, zinakuwa milioni 600. Bites milioni 25 kwa mwaka, milioni 300, zinafanya milioni 960 kwa mwaka. Bites pamoja na maendeleo. Hizi ni posho mbalimbali zisizo kwenye waraka kwa mwezi. Hizo milioni 660 kwa mwaka, posho mbalimbali. Huko ni Ubungo, na bites milioni 300. Jumla kuu posho mbalimbali na bites milioni 960. Tena bora wangepeleka, hata wangesema ile, wangetumia ile terminology ya maendeleo kwa madiwani, angalau kichwani huko ingekuwa ina nani kidogo. Ubungo. Kinondoni capacity building, wametumia neno la Kiingereza capacity building, kwa mwaka ni milioni 780. Bites allowance and hardship allowance milioni 960, milioni 396 kwa mwaka. Alafu allowances, kuna bites na hardship allowance, lakini kuna allowances bilioni 1 na laki 560,000 kwa mwezi, ni shilingi wanakusanya milioni 130. Halafu kuna posho ya nyumba kwa wakuu wa vitengo. Sasa vitengo hii ni broad. Kitengo gani? Sasa hawa kwa mwezi wanakusanya bilioni 2 milioni 837 kwa mwaka. Bilioni 2 milioni 837 kwa ajili ya capacity building, bites and hardship allowances, baki kule Kiingereza ndio wameweka zaidi. Allowances na housing allowances kwa ajili ya wakuu wa vitengo.
Sasa hii ni Januari mwaka 2017. Nafuta hizi allowance zote ziende kwenye miradi ya maendeleo. Na wakurugenzi, tamko hili lazima mlizingatie. Mkurugenzi ukiruhusu hivi kutoka, unatupa nafasi ya kutoruhusu wewe kuendelea kwenye ofisi ile. Mheshimiwa madiwani, nyinyi madiwani wenzangu, katika kusanya sasa tunakuja kipengele, tunatengeneza kipengele cha maendeleo. Tutenge 800,000 kila mwezi za diwani kwa ajili ya maendeleo. Hizi monitoring yake ni ngumu, control yake ni ngumu, pamoja na hadhi ulionayo mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Lakini tumesema kwa serikali hii lazima tudhibiti matumizi. Tunataka huo mradi unaosema wewe kwenye kata yako wa kuongeza darasa, halmashauri itakuja kusimamia utekelezaji wake. Kama ni 800,000, tuhakikisha kila kata inakwenda 800,000 kwa jambo ambalo kata yenyewe imeamua, sisi tunataka darasa hili, halmashauri aje atekeleze. Badala ya kukupa wewe mkononi, sasa sio anakuwekea kwenye account au unapewa cash. Huo ni mgogoro. Sasa hiyo lirekebishwe, hatupeleki mkononi. Rekebisheni kama hilo mliamua kwa ajili ya kuboresha miradi. Well and good. Wala fedha yenu ukusanye kwa ajili ya miradi, lakini zinakwendaje huko?